Bwana Yesu Kristo asifiwe sana, mpenzi msikilizaji wa 97.3 Shalom FM Radio, ikiwa inakutangazia moja kwa moja kutoka hapa jijini Arusha, juu kidogo ya mnara wa Mwenge, mkabala na shule ya sekondari ya Kaloleni. Takribani dakika 15 zimekwisha kuondoka tangu kutimia majira yale ya saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikichukua nafasi na muda kukualika ndani ya kipindi maalum, na kipindi hiki ambacho kinakujia kila siku za Jumatatu, Jumatano na mpaka hata siku ya Ijumaa, kuanzia majira haya ya saa 2 na dakika 15 usiku mpaka majira yale ya saa 2 na dakika 45 za usiku, tuko tunajifunza neno la Mungu, msikilizaji. Na kipindi hiki unapata kujua namna ya kufanikiwa kibiblia, nikiwa na mtumishi wa Mungu hapa, mtumishi wa Mungu Carlson Robert Mbise, ambaye yupo tayari hapa kwa ajili ya kuweza kukufundisha neno la Mungu na uweze kujua ni namna gani ya kufanikiwa kibiblia. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Mtumishi wa Mungu, habari ya uzima? Nzuri kabisa, tunamshukuru Mungu. Amina sana. Karibu tena ndani ya Shalom Radio. Asante sana. Karibu uweze kutufungulia kipindi kwa maombi, baada ya hapo tutaweza kuendelea. Basi wote tunaweza tukafunga macho tuweze kumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa siku nzuri ya leo. Tunasema ni asante kwa muda na majira haya ambao umetupa tena tuweze kulitafakari neno lako, tuweze kujifunza neno lako. Tunakushukuru Mfalme wa falme kwa kuwa ni wewe uliotupa uzima. Roho Mtakatifu, tunaomba tutangulie, ukae mwalimu wetu, tunaomba ukatufundishe, tunaomba ukae nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na vyote tutavyojifunza vikatubariki, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Amen. Msikilizaji wa Shalom FM Radio, Mungu wa mbinguni akubariki sana, na asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Na kwa wakati kama nilivyokujuza, basi ya kipindi wani ni kipindi maalum, tukiwa na somo namna ya kufanikiwa kibiblia, nikiwa na mtumishi wa Mungu hapa Carlson Robert Mbise, akiwa tayari kwa ajili ya kuweza kukutufundisha neno la Mungu. Mimi ni Ebeneza Ayo ndani ya kipindi kwa siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, karibu tena kwa mara nyingine. Asante sana. Leo umetuandalia nini kwenye nyumba ya Mungu ama kwenye mioyo yetu? Tupokee nini? Karibu. Leo tutaendelea na kipindi chetu cha namna ya kufanikiwa kibiblia, na nitaanza kwa kurudia kidogo jambo ambalo tulifundisha Jumatatu. Jumatatu tuliona kuwa ili mtu aweze kufanikiwa kibiblia, jambo la kwanza lazima aweze kushinda uoga au hofu na ajenge ujasiri. Tukaona neno la Mungu kwenye kitabu cha Waamuzi linasema Mungu alimwambia Gideoni kuwa watu wote wanaoogopa na kutetemeka warudi nyumbani. Mungu hakuweza kufanya nao kazi. Watu wote ambao walikuwa wana hofu, wakati Gideon amekusanya watu 32,000 ili waende kupigana na majeshi ya wa Midian. Kwa hiyo tunaona kuwa uoga ni roho na ni zawadi ambayo mwanadamu anapewa kwa kumwamini shetani. Na kama uoga ni roho na ni zawadi kutoka kwa shetani, tuliona kuwa kila mtu anaweza akakataa uoga. Na tukaendelea kujifunza kuwa hakuna mtu ambaye anazaliwa na ujasiri, ila ujasiri ni lazima kila mtu aujenge. Na namna pekee ambayo tunajenga ujasiri ni kwa kusoma neno la Mungu. Tunaweza tukajenga ujasiri pale ambapo tunasoma neno la Mungu. Kwa hiyo tuliona kabisa kuwa ili mtu uweze kufanikiwa ni lazima ushinde uoga au hofu. Kwa maana ukiwa muoga, Mungu hawezi kufanya kazi na wewe. Mungu alimwambia Gideon watoto waoga warudi nyumbani, hawa siwezi kufanya nao kazi. Kwa hiyo ni lazima tuweze kushinda hii roho ya hofu. Na nikaendelea kufundisha kwa mifano, tukaangalia hata Daudi kabla hajawa mfalme, wakati alianza kwa kumuua simba au roho ya hofu. Alianza kwanza kupambana na simba. Alipomshinda simba, ndo tukaona sasa akaendelea mbele, akaenda kwa dubu, alafu kwa Goliath. Vyote hivyo ni mafunzo ambayo yamejificha, ila simba inamaanisha roho ya hofu. Tunaona pia hata Samson wakati anaanza safari yake kwenda Timna, aliyekutana kwanza na simba. Na simba siku zote yuko tu kwa ajili ya kukungurumia, ili akujaze hofu, uweze kuogopa, ukatishe hiyo mipango yako ya biashara, ukatishe
hiyo vision ambayo unayo. Na kwa dunia sasa hivi tunaona ya kuwa simba au hofu inakuja pale ambapo unaona kuwa wenzangu labda wana mitaji, wenzangu labda wana hiki kitu. Shetani anajaribu kukuonyesha namna gani wewe uwezi, ili tu akujaze hofu kuwa uwezi ukaanza huo mradi, hauwezi kuanza hiyo biashara, hauwezi kuanza hilo jambo. Kwa hiyo tukajifunza kuwa Mungu kila wakati anatuambia tusiangalie hivyo vitu ambavyo shetani anajaribu kutuonyesha ili vitujaze hofu, ila tumwangalie yeye, tuangalie kuwa yeye yuko pamoja na sisi. Yeye ndo anayetupigania, yeye ndo anayetushinda, yeye ndo anayeenda kutushindia hizo vita, yeye ndo ameandamana na sisi. Kwa hiyo sisi ambao tunaenda kuchukua huo ushindi, ila ni Mungu anaenda kutupa. Yeye anachokitaka ni sisi tu kudhihirisha na kuthibitisha ujasiri wetu. Kwa hiyo kwa kifupi, hilo ndo somo ambalo tulijifunza Jumatatu, na siku ya leo tuko kwa ajili ya kuendelea mbele. Tunaendelea kujifunza ni namna gani tunaweza kufanikiwa kibibilia, na leo tutasoma kutoka kitabu cha Ezekiel 37, Ezekiel mlango wa 37 mstari wa 1 hadi wa 10. Leo tutasoma hapo. Kuna jambo muhimu sana nataka kukuonyesha ambalo litakusaidia na kukupeleka kwenye mafanikio yako. Karibu mtumishi wa Bwana utusome. Ezekiel 37 mstari wa 1 hadi wa 10. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Ezekiel 37 mstari wa 1 hadi wa 10, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akanambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenzie. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Mstari wa 10, basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunaona hapa Mungu yuko na Ezekiel, na kuna jambo muhimu sana nataka nikuonyeshe hapa, mtumishi wa Bwana. Na hiki ndo kiini cha somo letu leo. Tunaona Mungu yuko na Ezekiel, na Mungu anampitisha Ezekiel kwenye bonde lenye mifupa mikavu sana. Sasa hivi tunajua mifupa mikavu inaweza ikawa ni hiyo biashara yako ambayo imekufa, ni hiyo ndoa yako ambayo inakaribia kuvunjika, au ni kitu chako chochote ambacho hakiko katika hali nzuri. Kwa maana mifupa mikavu inaonyesha kitu ambacho hakina uhai. Sasa Mungu alikuwa yuko na Ezekiel. Na Mungu alivyokuwa yuko na Ezekiel, Mungu anatembea na Ezekiel kwenye bonde la mifupa mikavu. Kwa hiyo nataka ujenge hii taswira akilini kuwa wako watu wawili wanatembea, Mungu na Ezekiel. Sasa kuna jambo ambalo hapa nataka kukuonyesha. Mungu anaongea. Na Mungu wakati anaongea, anaiambia hii mifupa mikavu, anamwambia Ezekiel, itabirie hii mifupa mikavu kuwa itapata uhai, mishipa itakuja juu yake, nyama itakuja juu yake, na pumzi itaingia juu yake. Sasa swali ambalo nataka nikuulize, mtumishi wa Bwana, ni je, hii mifupa mikavu inamsikia Mungu wakati anaongea? Ndio.
Sasa kama hii mifupa mikavu inamsikia Mungu wakati anaongea, jambo ambalo tunatakiwa tujiulize na somo letu la leo ni kwa nini wakati mifupa mikavu imemsikia Mungu anaongea, kwa nini haikupata uhai saa hiyo hiyo? Kwa nini mishipa haikuingia ndani yake saa hiyo hiyo? Pumzi haikuingia saa hiyo hiyo? Kwa nini? Kwa nini hii mifupa mikavu ilipata uhai pale ambapo tu Ezekiel alianza kutamka? Na kwa nini ni pale ambapo tu Ezekiel alitamka sawa sawa na alivyoamriwa au sawa sawa na neno la Mungu? Hapa kuna vitu viwili muhimu sana. Kumbe hii mifupa mikavu hata kama inajua neno la Mungu, hata kama imesikia neno la Mungu, bado hii mifupa mikavu haibadiliki. Huenda changamoto ambayo iko kwenye maisha yako inajua kabisa Mungu alichokisema. Kuwa Mungu amesema sisi wa Kristo si ni matajiri na so maskini. Kuwa sisi ni watu mashujaa sana. Kuwa sisi tunaweza mambo yote. Hiyo hali yako inajua huo ukweli. Lakini inakusubiri wewe na wewe pia utamke hivyo. Inakusubiri wewe na wewe pia uamrishe, ujue huo ukweli uanze kuongea. So kwa ijui kitu ambacho Mungu amekisema. Ila hii mifupa mikavu ilikuwa inamsubiri Ezekiel arudie neno lile lile ambalo Mungu ametamka, ndo matokeo yaonekane. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba hapa nirudie. Hii mifupa mikavu haimsubiri Ezekiel atamke tu maneno yake mwenyewe. Ezekiel haezi tu akasema mifupa mikavu sogea hapa. Hapana. Haitasogea kama Mungu hajasema hivyo. Hii mifupa mikavu itapata uhai na itapata mishipa kama Ezekiel atasema neno ambalo Mungu alisema. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amen. Kwa hiyo Ezekiel hapa angeiambia labda hii mifupa mikavu, wewe mfupa ruka kule. Na Mungu hajasema hivyo, mfupa usingeruka. Kwa maana huu mfupa mkavu unasubiri kumsikia Ezekiel akitamka sawa sawa na neno la Mungu. Sasa kwenye maisha yetu, hiyo hali yako ambayo ni mbaya, hiyo hali yako ambayo inaweza ikafanana na mfupa mkavu, inakusubiri wewe uiongeleshe sawa sawa na neno la Mungu. Sio sawa sawa na neno lako, sio sawa sawa na mapenzi yako, sio sawa sawa na unavyowaza, ila sawa sawa na neno la Mungu. Hii mifupa mikavu inasubiri tuiongeleshe sawa sawa na neno la Mungu. Nitakupeleka mbele kidogo ili tuweze kuona kitu. Naomba tusome Isaya 55. Isaya 55 mstari wa 11. Kitabu kile cha Isaya ile sura ya 55 mstari wa 11. Ndio. Biblia inasema kwamba ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Mungu anasema neno langu hivi ndio litakavyokuwa. Neno lolote lilotoka kwenye kinywa changu, anasema halitanirudia bure. Hivi mtumishi, nikuulize swali. Naam. Mfano, nikikupa kitu changu, nikikwambia labda mtumishi, shika hili gari, nenda nalo sehemu. Alafu niseme gari langu halitanirudia bure. Si ndio? Ni kazi ya nani kulirudisha? Mimi. Kwa hiyo kumbe Mungu anavyosema neno lake halitamrudia bure, ni kazi yetu sisi kulirudisha neno la Mungu kwake. Sasa watu wengi wakisoma mstari wanashindwa kuelewa. Kwa maana Mungu anasema ndivyo litavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale nililolituma. Kwa hiyo watu wengi hawajui kuwa Biblia inavyosema halitanirudia ni kazi yetu sisi wa Kristo. Ni kazi yetu sasa sisi tuliokoka kulirudisha lile neno kwa Mungu. Mungu ameshalituma kwetu, lakini ili neno liweze kuwa na matokeo, ili neno liweze kukuponya, ili neno liweze kukujenga, ni kazi yako sasa kulirudisha. Kwa maana anasema neno langu halitanirudia bure. Halitanirudia. Kwa hiyo ni kazi yetu sisi kulirudisha. Na wakati tunalirudisha, Mungu anatuahidi kuwa litatimiza mapenzi yake na litafanikiwa katika yale mambo ambayo alikuwa ameyaagiza. Kwa hiyo ni lazima tuanze kujenga huu ufahamu kuwa
Mungu japokuwa ameshasema kuwa nimewabariki kwa baraka zote za rohoni, kumbe Mungu ameshatubariki kwa baraka zote za rohoni. Mungu ameshatenda. Mungu ameshatenda. Mungu ameshafanya kila kitu kwenye uweza wake ili sisi wa Kristo tuweze kufanikiwa, tuweze kuwa vinara, tuweze kuwa wafalme, tuweze kuwa makuhani. Mungu ameshafanya kila kitu. Kila kitu ambacho unakihitaji kwenye maisha yako Mungu ameshafanya. So kuwa Mungu leo unamsurprise unapoenda kumwambia kuwa Mungu sina hela. Hapana, Mungu alishaweka njia ya wewe kupata hela. Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo Mungu alishafanya mahitaji yetu yote. Yote. Ila sasa ni sisi tunatakiwa tujifunze namna gani ya kupokea ukweli ambao uko kwenye neno lake. Naomba tutasoma mfano ili niendelee kuzama hapo zaidi. Naomba tusome kutoka kitabu cha Marko 4. Okay. Kitabu cha Marko 4 mstari wa 35 mpaka 40. Marko ile sura ya 4 mstari wa 35 mpaka ule wa 40. Biblia inasema kwamba siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Na chombo na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, "Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia?" Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, "Nyamaza, utulie." Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Akawaambia, "Mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado?" Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi. Amina. Kwa hiyo hapa kwenye mfano nataka tu tuangalie jambo moja muhimu sana, jambo muhimu mno. Kwa maana tunaona Yesu yuko na wanafunzi wake. Lakini kabla hapo alikuwa anawafundisha kuhusu neno la Mungu. Akawafundisha kwa mifano, lakini alikuwa anawafundisha tu kuhusu neno la Mungu kama sasa hivi ninavyofundisha kuhusu neno la Mungu. Alafu akatoa mfano ili kuona hawa watu wameelewa? Hawa watu wameelewa? Yesu akawaambia tuvuke mpaka ng'ambo. Kumbuka Yesu ni Mungu na Yesu ni neno. Kwa hiyo ameshasema tuvuke mpaka ng'ambo. Kashaachia neno lake. Kama Mungu anavyosema, nikiachia neno langu litawaponya, nikiachia neno langu litawaokoa. Yesu kashaachia neno kwa tuvuke mpaka ng'ambo. So tuvuke mpaka katikati tuzame, ila tuvuke mpaka ng'ambo. Sasa walipokuwa wanavuka, Biblia inasema bahari ikachafuka. Bahari ilivyochafuka, hili ndo tatizo la Wakristo wengi, mtumishi wa Bwana. Japokuwa Mungu ameshasema tuvuke mpaka ng'ambo, badala waiongeleshe bahari kwa bahari, sikia neno la Mungu. Mungu amesema tunavuka mpaka ng'ambo, mawimbi tulia, upepo tulia. Badala Wakristo wasimame waseme hivyo, badala wanafunzi wasimame waseme hivyo, hawa wanafunzi wakamkimbilia tena Yesu. Kwa Yesu amka. Yesu amka, anza nawe kupiga makasia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunazama, haujali kuwa tutaangamia. Sasa ili ni kosa ambalo Kristo wengi wanalifanya. Kuwa japokuwa Mungu ameshasema juu ya maisha yako, japokuwa Mungu ameshasema juu ya kila kitu ambacho ameshasema kuhusu maisha yako, bado watu wengi hawatumii neno la Mungu ili waweze kupata matokeo bora kwenye maisha yao. Wakiwa na changamoto yoyote, wanamfuata tena Mungu, wanamwambia Mungu, tunaomba utusaidie. Kumbe Mungu alishatusaidia kwa kuachia neno lake kuwa tuvuke mpaka ng'ambo. Unapoenda tena kuanza kumwamsha Yesu, Yesu amka, Yesu amka, naomba unisaidie, naomba unisaidie. Mungu ameshafanya. Na Mungu amefanya kwa kutoa neno lake. Mungu ameshafanya kwenye hali yoyote uliyokuwa nayo. Tafuta mstari wa Biblia ambao umeongelea hiyo hali, kwa maana Mungu ameshafanya. Mungu leo hii uende kumsurprise kwa una tatizo jipi ambalo hajawahi kulitoa jawabu au hajatoa neno lake kuhusu hiyo hali. Mungu ameshafanya.
Mungu ameshafanya. Kwa hiyo ni lazima sisi sasa tuweze kuelewa na tuweze kujua huu ukweli kuwa tukiwa na changamoto tunatakiwa tutafute namna neno la Mungu linasema nini. Na sawa sawa na neno la Mungu linavyosema ndio hivyo nitavyosimama. Neno la Mungu lasema kuwa mimi ni shujaa, mimi ni jasiri, mimi ni kichwa na sio mkia, mimi ni wa kwanza, mimi niko juu. Kwa hiyo lazima niambie hali yangu neno la Mungu linavyosema. Kumbuka mwanzo nilianza kukuambia kuhusu bonde la mifupa mikavu. Ile mifupa mikavu ilikuwa inasubiri mwanadamu atamke sawa sawa na neno la Mungu linavyosema. Bahari ilikuwa inasubiri wanafunzi wa Yesu watamke sawa sawa na Yesu alivyosema. Ila walikuwa hawajajua hiyo siri. Na kwa sababu walikuwa hawajajua hiyo siri, walikuwa wanazama, walikuwa wako kwenye maangamizo. Mimi na wewe hatutakiwi kupitia hii changamoto. Hatutakiwi kupitia hizo changamoto. Kwa maana sasa hivi tumeshajua hakika namna gani ya kutoka kwenye dhoruba yoyote. Namna gani ya kubadilisha mifupa mikavu kupata uhai. Tumeshajua. Na tumejua kuwa tutabadilisha mifupa mikavu kupata uhai. So kwa kumfuata tena Roho Mtakatifu na kumwambia Roho Mtakatifu itabirie tena hii mifupa. Hapana, ni sisi kuanza kusema sawa sawa na neno ambalo Mungu ameshaliachia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza tukasolve matatizo yetu pale ambapo tunaanza kutamka neno la Mungu kwenye hali yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba tutasoma tena. Tutasoma kutoka Zaburi ya 103 mstari wa 20 na 21. Kitabu cha Zaburi ile sura ya 103 mstari wa 20 na 21. Biblia inasema kwamba muhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake. Nitarudia kitabu cha Zaburi 103 ule mstari wa 20 na 21. Muhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Mimidini Bwana enyi majeshi yake yote, ninyi watumishi wake mfanyao mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hapa tunaona Biblia kuna jambo inatueleza kuhusu malaika. Inatueleza kwanza wao ni hodari. Lakini ni hodari kwenye nini? Ni hodari kwenye kutenda neno lake. Alafu mtumishi wa Mungu, Biblia inakwambia hao malaika wanaotenda neno lake ni hodari. Ila wanasikiliza sauti ya neno lake. Wanasikiliza sauti ya neno lake. Sasa Mungu ameshatoa neno la Mungu tunalo kwenye Biblia. Hii sauti ya neno lake wanaisikilizaje? Ni pale ambapo wewe utaanza kutangaza neno la Mungu. Kumbe pale ambapo utaanza kutangaza neno la Mungu, pale ambapo utaanza kulisema ili neno la Mungu, pale ambapo utaanza kutoa unabii sawa sawa na neno la Mungu, ndo hawa malaika walio hodari wanaingia kazini. Kwa hiyo ukitaka hata malaika washughulike juu ya jambo lako, Biblia imeshasema kuwa malaika hawa ni watumishi wetu na ni hodari sana, wanatenda mapenzi ya Mungu. Ili uweze kuactivate, wanasikiliza sauti ya neno la Mungu. Na hii sauti sasa hivi si ndo tunatakiwa tuitoe. Kwa hiyo ukitaka malaika waingie waanze kufanya kazi kwenye hilo swala lako, ni lazima ujue namna gani ya kuactivate, namna gani ya kuwaleta waanze kushughulika na jambo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Labda nitakupa mfano mwingine, huu hatutausoma. Wakati Yesu anajua kabisa kuwa sasa hivi ninaenda kusulubiwa. Wakati yuko kwenye bustani, alienda kwenye bustani ya Gethsemane akaanza kuomba. Akawa anaomba kwa uchungu sana na kwa uzito. Siku zote tulikuwa tunamuona Yesu akiwa anaenda kuomba, huwa anaenda peke yake milimani na anawaambia wanafunzi wake labda tangulieni au nyinyi fanyeni hiki. Lakini siku Yesu kwa changamoto ambayo alikuwa ameona iko mbele yake, yeye mwenyewe alichukua prayer team. Akasema hapana, kwa sababu ya hii changamoto nitaenda na hii prayer team, nitaenda na watu ili waende pia kuniombea. Walipofika mlimani wakaanza kuomba kwa bidii sana. Na naamini walikuwa wanaomba kwa bidii kubwa sana. Kwa maana Biblia inakuja kukudokeza kuwa Yesu alitoka jasho la damu. Si kawaida. Ila wakati Yesu anaomba na wanafunzi wanamwombea, Biblia inasema wakaomba akisema, Mungu, ninaomba kikombe hiki kiniepuke.
alivyosema hivyo, Mungu hakumjibu. Mungu hakumjibu. Na hala hakuna malaika yote aliyomtokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila aliposema kama ni mapenzi yako, basi nitakunywa hiki kikombe. Yesu alivyojialign na neno la Mungu linavyosema kuwa yeye atasulubiwa na mapenzi ya Mungu, basi malaika wa Mungu saa hiyo akashuka, Biblia inasema akamtia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuna tofauti gani kati ya maombi mawili ya Yesu Kristo? Kwa maana tunaona Yesu Kristo alikuwa anapewa kila kitu ambacho anakiomba kutoka kwa Mungu. Ila tukiomba kinyume na mapenzi ya Mungu, tukiomba namna ambalo neno la Mungu alisemi, basi Mungu hatatenda. Ila pale ambapo tutatamka sawasawa na mapenzi ya Mungu, sawasawa na neno la Mungu, tunaona kuwa Mungu atafanya, na malaika wa Bwana wanaingia kazini ili kushughulika na hilo jambo letu. Nitakupa marudio mafupi ili tuweze kuelewana sana. Leo tunaendelea kujifunza namna gani ya kufanikiwa kibibilia, na tunaangalia namna gani tutafanikiwa kibibilia kupitia neno la Mungu. Na tukaanza kuona ya kuwa Mungu anataka sisi tutamke sawasawa na neno lake. Yeye kashafanya. Yeye kashaachia neno lake kutusaidia, kutuponya, kututajirisha. Kashaachia neno lake ili sisi tuweze kufanikiwa. Ila sisi ndo tunafeli. Kwa nini? Unamkuta Mkristo akiamka asubuhi anaomba, mchana anaomba, kabla ya kula hajaomba, jioni anaomba, ila hasomi neno. Asubuhi hasomi neno, mchana hasomi neno, jioni hasomi neno. Siku nzima anaweza akawa tu amesoma mistari miwili au mitatu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndo changamoto kubwa. Kwa maana Mungu atatutendea pale ambapo tunaomba sawasawa na neno lake. Kuwa imeandikwa hiki na hiki. Ndo Mungu atatenda hayo maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona kuwa Yesu alikuwa yuko chomboni, yuko na wanafunzi wake. Biblia ikisema chombo inamaanisha mwanadamu. Na maji mara nyingi inaonyeshaga mafanikio. Kuwa hata kwenye safari yako ya mafanikio, wewe ambao ni chombo ambao umembeba Mungu. Tunaona kwa hiki chombo kilikuwa kimembeba Mungu. Japokuwa hiki chombo kimembeba Mungu, bado kilikutana na vipingamizi. Bado kilikutana na mawimbi. Kwa hiyo wakati uko kwenye safari yako ya mafanikio, nimekuambia kuwa maji yanaonyesha ni mafanikio au baraka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uko kwenye hiyo safari, ndio uko na Yesu. Kwa maana hiki chombo kilikuwa kina Yesu Kristo. Huyu Mkristo alikuwa na Yesu Kristo. Ila bado alikutana na changamoto. Na alivyokutana na changamoto, wanafunzi wa Yesu walifeli. Walishindwa kuitatua hii changamoto. Kuna watu wameshindwa kutatua changamoto za umaskini. Kuna watu wameshindwa kutatua changamoto za magonjwa. Kwa nini walishindwa kutatua hii changamoto? Ni kwa sababu hawakusema neno la Mungu ambalo lilikuwa limeachiwa juu yao. Kuwa sasa hivi tunavuka hadi ng'ambo, kuwa bahari sikia, tunavuka hadi ng'ambo. Haijalishi ni changamoto gani naiona mbele yangu, haijalishi ni upepo gani zimezuka za kipepo juu yangu, ila tunavuka, tunaenda hadi ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikakusii kuwa epuka ili kosa la kuomba sawasawa na mapenzi yako, la kuomba pasipokuwa na neno la Mungu, au la kutokusoma neno na kutumia neno kwenye kumsii Mungu au kutamkia vitu vipate mabadiliko. Ninaamini ya kwamba ukibadilisha maombi yako na ukaanza kuomba kwa kutoa unabii sawasawa na neno la Mungu linavyosema, utapokea matokeo papo hapo ya jambo lolote kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukakamilisha kwa kuona kuwa malaika wa Mungu ni hodari sana. Ila malaika wa Mungu wapo kwa ajili ya kufanya neno la Mungu. Wamejiandaa, wako standby. Malaika wako hata hapa pamoja na sisi. Yaani japokuwa hapa tuko studio, hatuwaoni, ila wako hapa. Na hao malaika wako hapa. Tukitaka hao malaika watutumikie na wafanye jambo ambalo tunawaamrisha,
ni lazima tutamke sawasawa na neno la Mungu. Kama sisomi Biblia, nitatamkaje neno la Mungu? Nitatamkaje neno la Mungu kama silijui? Ni lazima tuweke juhudi za maksudi. Nilikwambia kipindi kilichopita, hata ujasiri unajengwa kwa kusoma neno la Mungu. Hakuna mtu anayezaliwa jasiri. Hauwezi tu ukafanikisha hilo jambo lako pasipo kusoma neno la Mungu na kujua Mungu amesema nini juu ya hiyo hali, na ukatamka mapenzi ya Mungu juu ya hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukaona pia Mungu amesema neno lake halitamrudia bure, bali litafanikiwa kwenye kila alichokituma. Amen. Neno la Mungu litafanikiwa pale ambapo unalirudisha kwake. Ni kazi yetu sisi kulirudisha neno la Mungu, tulirudishe kwake ili sasa likafanikiwe kwenye kila kitu alicholiagiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen, mtumishi wa Mungu. Okay, msikilizaji wa Shalom FM Radio 97.3, na kushukuru sana kwa kuungana pamoja nasi. Ila kabla tujafika mwisho, basi mtumishi wa Mungu, karibu pia uweze kumshukuru Mungu. Amen. Basi naomba wote tufunge macho wakati tunaenda kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunasema ni asante kwa ajili ya neno lako ambalo tumejifunza leo. Tunasema ni asante mfalme wa mfalme, kwa maana leo hii tumejua ukweli ya kwamba umeshatuma neno lako litujenge, umeshatuma neno lako lituponye, umeshatuma neno lako litupe urithi, umeshatuma neno lako lituondoe kwenye maangamizo yetu. Tunaomba mfalme wa mfalme ukatupe kiu, ukatujaze roho ya hekima, roho ya maarifa, ukatujaze roho ya uelewa, ukatujaze Bwana Yesu Roho wako Mtakatifu, ili tuweze kuelewa neno lako, tuweze kulitumia neno lako kwenye kila maangamizo yetu, kwenye shida zetu zozote. Tunaomba mfalme wa falme ukatusaidie Bwana kwenye kutafakari na kujua neno lako. Tujaze kiu ya kusoma Biblia kwa bidii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na kataa roho zote za usingizi, uvivu na uzembe wakati tunasoma neno, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunaomba. Amen. Amen. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Msikilizaji, Mungu wa mbinguni akubariki sana, na nikushukuru sana kwa kuungana pamoja nasi katika kipindi hiki kwa siku ya leo. Na tumekuwa na somo zuri namna kufanikiwa kibiblia. Tumekuwa na mtumishi wa Mungu hapa, Carlson Robert Mbise, ambaye ametufundisha neno la Mungu, na tumeangazia pia kwa upande wa mifupa mikavu Ezekiel alipoambiwa aitabirie. Na nikushukuru sana. Kabla basi sijakuaga, karibu mtumishi. Sawa, pia nikukaribishe uweze kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza ka search Jesus is my Lord God Ministry. Haya masomo yote tumeshafundisha kwenye mitandao kule. Ukiingia kwenye mitandao ya YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, utatukuta chini ya jina la Jesus is my Lord God Ministry, au Yesu ni Bwana Mungu wangu kwa Kiingereza. Kwa hiyo ukiandika Jesus is my Lord God Ministry, utaona masomo yote haya, na naamini utabarikiwa zaidi, kwa maana tumefundisha kwa kina kirefu sana. Ubarikiwe sana. Amen. Msikilizaji wa Shalom FM Radio, tunaweka nukta kwa siku ya leo. Nikushukuru sana, lakini pia usiache kuungana nasi hapo siku ya Ijumaa muda na wakati kama huwa leo, tukiwa pia na mtumishi wa Mungu Carlson Robert Mbise katika masomo haya ambayo yanatufundisha namna ya kufanikiwa kibiblia. Mimi ni Ebeneza Ayo. Endelea kusikiliza Shalom Radio, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ni kwa nini Isaka alikuwa tajiri sana mpaka nchi ya Wafilisti